Hujambo na karibu katika Genius ya Gavoo Media. Jina langu ni Michael wa Emmanuel. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi Mei 14 mwaka 2025 ameshiriki katika maziko yaliyokuwa mkurugenzi wa idara ya mawasiliano Ikulu na msemaji mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, marehemu Charles Martin Hilary. Amezikwa katika makaburi ya Mwanakwerekwe, mkoa wa Mjini Magharibi, huko Zanzibar. Dar es Salaam. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Finland zimekubaliana kuanzisha malengo mapya ya ushirikiano, huku kipaumbele kikiwekwa zaidi kwenye masuala ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Hayo yameelezwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Jamhuri ya Finland Mheshimiwa Alexander Stubb kwenye mkutano wao wa pamoja na waandishi wa habari uliofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam Mei 14 mwaka 2025. Rais Samia ameyataja maeneo hayo ya ushirikiano kuwa ni uchumi wa bluu, madini, elimu, utalii, biashara na uwekezaji, misitu, uhifadhi wa mazingira, nishati, mafunzo ya kidigitali, ufundi stadi na nishati safi ya kupikia. Mbali na hayo, Rais Samia ameizungumzia ziara hiyo imefungua zama mpya za ushirikiano katika nchi hizo mbili rafiki, huku akiahidi kuwa Tanzania itaendelea kushirikiana na Finland katika kutekeleza agenda mbalimbali za uwili na kimataifa, ikiwemo ustawi wa uchumi wa watu, kulinda amani na usalama na utunzaji wa mazingira. Kwa upande wake, Rais wa Finland Mheshimiwa Stubb, ambaye ameambatana na ujumbe wa wafanyabiashara kutoka makampuni 10 ya nchini humo Finland, ameeleza kuwa pamoja na masuala mengine, ziara yake hapa nchini itasaidia kukuza ushirikiano wa sekta binafsi kupitia uwekezaji. Pamoja na masuala mengine, Rais Stubb anatarajiwa kushiriki katika sherehe za maadhimisho ya miaka 65 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya Tanzania na Finland itakayofanyika tarehe 15 Mei 2025 jijini Dar es Salaam. Dodoma. Waziri wa Viwanda na Biashara Dr. Suleiman Jafo ameibuka kwa hoja baada ya mbunge wa Kisesa Luhanga Mpina kutoa shutuma kali dhidi ya utendaji wa wizara hiyo wakati wa kujadili bajeti ya mwaka wa fedha 2024-2025. Akizungumza kwa ufasaha na utulivu wa kisomi, Dr. Jafo amesema kuwa tabia la kukosoa kila jambo la kiserikali bila kutambua juhudi na mafanikio ya wazi ni ishara ya kuwa na matatizo binafsi na ni kukosa ubinadamu wa kisiasa. Waziri huyo alieleza kuwa hoja zinazojengwa kwa msingi wa upinzani usio na uhalisia huathiri taswira ya maendeleo na haziwasaidii wananchi wanaotegemea majibu na suluhisho, si lawama zisizo na tija. Akiainisha mafanikio yake ya wizara yake, Dr. Jafo alisema tayari serikali imetekeleza miradi mikubwa ya viwanda na kuimarisha sekta ya biashara kupitia sera ya miongozo mipya, huku akisisitiza kuwa lengo la wizara ni kuchochea uchumi wa viwanda kwa vitendo na si maneno. Kauli hiyo imeungwa mkono na baadhi ya wabunge waliochangia, wakieleza kuwa kuna haja ya kuacha siasa za kubeza kila jambo na badala yake kujenga hoja zenye mshiko kwa manufaa ya taifa. Na katika rubaa za kimataifa, Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuiondolea vikwazo vyote Syria, akisema kwamba ni wakati wa nchi hiyo kusonga mbele na hivyo kuipa nafasi ya kuanza kufufua uchumi wake ulioporomoka kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka mingi. Tangazo la Rais Trump kuiondolea Syria vikwazo inaashiria mabadiliko makubwa katika sera ya muda mrefu ya Washington kuhusu Syria, ambapo vikwazo vililenga serikali ya rais aliyeondolewa madarakani Bashar al-Assad. Trump amechukulia uamuzi huo wa kuiondolea Syria vikwazo baada ya majadiliano ya Mohammed bin Salman na Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan, ambapo watu wawili wameunga mkono kuondolewa kwa vikwazo hivyo. Rais Trump alianza ziara nchini Saudi Arabia, ambapo kwenye siku ya kwanza ya ziara hiyo imeshuhudiwa Marekani na Saudi Arabia zikitia saini makubaliano ya silaha yenye thamani ya dola bilioni 142 pamoja na uwekezaji mwingine ambao mrithi wa kiti cha ufalme Mohammed bin Salman ameeleza kuwa unaweza kufikia hadi thamani ya dola trilioni 1.
Mpaka kufikia sasa tuna la ziada kutoka hapa Genius. Ulikuwa nami Michael wa Emmanuel. Usiache kusubscribe, kulike pamoja na kushare ili uzidi kuwa mwanafamilia bora wa Gavoo Media. Asante. Bye bye. Gavoo Media, pamoja hatua kwa hatua.